Na mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2025, habari inayozidi kugonga vichwa vya habari ni kuhusiana na siku 8 kusalia hadi maandamano mapya kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Hatua hii inakuwa pigo kubwa kwa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7, kwani kile ambacho vijana Gen Z wanazidi kukishinikiza na kukizungumza katika mitandao ya kijamii hivi sasa moja kwa moja sio jambo rahisi dhidi ya uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7. Mtazamaji wangu, kabla tujaendelea na habari za sasa, ninakupatia ofa maalum. Unapotaka kununua data, dakika au SMS kwa bei nafuu kabisa, tumia paybill number 386868. Ni rahisi, ni haraka na ni salama. Paybill number 386868. Nunua kwa bei poa, tumia kwa uhakika, furahia mawasiliano yako kila siku. Mtazamaji wangu, moja ya sababu ambazo vijana Gen Z wanazidi kuzizungumzia na zinazidi kuchangia maandamano yao ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 ni kutokana na kupanda kwa gharama kubwa za maisha. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, kama nilivyoweza kukutangulizia, hoja ya kupanda kwa gharama kubwa za maisha kwa njia moja ama nyingine, maandamano yaliweza kutokea kabla ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi yaliweza kuathiri pakubwa uongozi wa serikali ya awamu ya 7 kwa upande wa kiuchumi. Hivyo basi, kutokana na mikopo ambayo uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 umeweza kuahidiwa kutopewa kama ilivyokuwa hapo awali, uongozi mzima huu wa serikali ya awamu ya 7 utaweza kulazimika kuingia katika mifuko ya wananchi wa Tanzania kuwatoza ushuru wa hali juu, jambo ambalo litaweza kusababisha kupanda kwa chakula, mafuta, umeme na hata mahitaji ya msingi, mwisho wa siku kusababisha kupanda kwa gharama ya maisha mbaya kabisa. Idadi kubwa ya vijana wa Gen Z hawana ajira. Vile mtazamaji wangu, kuna hoja ya pili ambapo ndio hiyo ukosefu wa ajira kwa vijana hawa wa Gen Z. Iwapo mtazamaji wangu gharama ya maisha itaweza kupanda, lazima kijana huyu aweze kutozwa ushuru, ila hana kazi. Je, pesa hizi za ushuru ataweza kuzitoa wapi na hakuna ajira? Hivyo basi, hatua hii inazidi kuchangia vijana wa Gen Z kuona ni vyema kuandamana ili mabadiliko yaweze kufanyika. Mtazamaji wangu, pia kuna kuchelewa kwa mishahara na marupurupu ya watumishi wa umma kwa njia moja ama nyingine. Hivi sasa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 uko na uoga na hata hofu ya kulipa watu mishahara mapema kutokana na jinsi ambavyo mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni haipo tena. Hivyo basi, katika Benki Kuu ya Taifa, iwapo pesa wataweza kuzitumia katika mahitaji ambayo sio muhimu, hivyo moja kwa moja itaweza kuathiri pakubwa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 na hata huenda ukaweza kuvunjika. Mtazamaji wangu, pia kuna kufungwa kwa mipaka ya uhuru wa kisiasa. Hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania tunazidi kushuhudia ni kipi ambacho kinaweza kujiri watu siku baada ya siku, hatua ambayo haijaweza kuwa sawa kwa baadhi ya Watanzania. Kwanza kabisa, tunafahamu jinsi gani ambavyo uhuru wa habari umeweza kupigwa marufuku pakubwa kwa baadhi ya Watanzania. Mbaya kabisa, hasa wale wapo katika chama pinzani, kwa njia moja ama nyingine wameweza kuathirika pakubwa kutokana na upande wa siasa walioweza kuchagua, na ndipo ambapo kwa mara nyingine ukweli unazidi kujitokeza, hasa kwa hali halisi inayozidi kukumba watu mashuhuri katika Jamhuri ya Tanzania, hasa wasanii pamoja na wachekeshaji na wengineo. Wengi waliokuwa wameweza kuchagua upande wa chama cha CCM wakati kupiga
kampeni za chama hicho kumpigia debe Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hivi sasa sote tunashuhudia jinsi ambavyo baadhi ya vijana Gen Z wameweza kuwakataa na kuathiri pakubwa biashara zao na hata kusababisha hasara kwa biashara zao, jambo ambalo halikuwa likitarajiwa kama litaweza kukuta, ila vijana Gen Z wameweza kuapa kutosimama nao kutokana na usaliti walioweza kuufanya, na kwa mara nyingine kuna nafasi ambayo itaweza kujipa ama fursa kwa watu hawa maarufu ifikiapo tarehe 9 mwezi huu mwaka 2025. Iwapo ataweza kusimama na vijana Gen Z, basi moja kwa moja huenda ikawa na nafuu kidogo, ila haitaweza kurejesha imani ya vijana Gen Z kabisa. Mtazamaji wangu, pia ikumbuke kwamba vijana Gen Z wanazidi kulilia haki kwa maelfu vijana wa Gen Z wenzao waliokuwa wote katika maandamano yaliyoweza kupita, walioweza kuaga dunia. Hivyo basi jamaa pamoja na familia Gen Z wameweza kusimama nazo na hata kudai kwamba watakuwa wakililia haki ziweze kupatikana kwa jamaa wao walioweza kuaga dunia wakati wa maandamano. Pia wale walioweza kupata majeraha katika maandamano wataweza kuwatoa hadharani ili waweze kupata matibabu ya bure kwa ajili ya kuondolea familia misigo ama gharama kubwa ya matibabu, kwani kile walichokuwa kikifanya ni kwa ajili ya kuimarisha Jamhuri ya Tanzania, pia kutafuta haki na usawa katika Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, pia kwa njia moja ama nyingine vijana hawa Gen Z wanazidi kuamini kwamba uongozi ulioko madarakani hivi sasa unashindwa kutekeleza baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi wakati wa kampeni. Pia mtazamaji wangu, kuna kero za huduma za afya na elimu, jambo ambalo wangependa liweze kufanyiwa marekebisho. Pia mtazamaji wangu, kuna matukio ya ufisadi na ukosefu wa uwazi, ripoti au tuhuma za ufisadi mara nyingi, jambo ambalo linazidi kupotosha Jamhuri ya Tanzania. Vile mtazamaji wangu, kuna changamoto za miundombinu, jambo ambalo vijana Gen Z hawapo tayari kulinyamazia mbaya kabisa, kutokana na kile kinachozidi kuonekana: barabara mbovu, umeme kukata mara kwa mara, jambo ambalo hawapo tayari kulivumilia. Ni vema kwa uongozi wa serikali ya awamu 7 kulifanyia marekebisho haraka. Mtazamaji wangu, pia jambo lingine ambalo limeweza kuingilia kati kile ambacho vijana Gen Z watakuwa wakiandamana kwa ajili ya uongozi mzima wa serikali ya awamu 7 uweze kufanya marekebisho ni migogoro ya kisiasa kati ya serikali na chama pinzani. Chama pinzani ni chama Chadema hivi sasa. Mbaya kabisa, kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu kesi yake bado haijakuwa katika mwelekeo wanaozidi kutarajia kuachiwa hivi karibuni, ili hali ukweli wa mambo ulioweza kubadilishwa ama ulioweza kusemwa ni ya kwamba kesi yake Mheshimiwa Lissu ilikuwa kwa ajili ya mambo ya kisiasa, kumzuia kuwa katika kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi uliokuwa umeratibiwa kikatiba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Ni vema kwa wewe hapo kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.